Hujambo na karibu mwana michezo popote pale ulipo, tunaungana tena kwenye kona ya NBC kuweza kuzungumza yale mengi zaidi ambayo yanauthaminisha na kuupa thamani zaidi mchezo wa mpira wa miguu. Kwenye kona NBC tutakuja kutengenezea mazingira ya namna ambavyo utaweza kuitambua pesa na kuiona pesa na kuweza kuifukuzia katika tasnia hii ya mchezo wa mpira wa miguu, tukiwa tupo kwenye kona ya NBC. Tuna mengi sana ya kuweza kuyazungumza siku hii hapa ya leo, na miongoni mwa lile jambo kubwa ambalo tutakwenda kulizungumza ni kuhusiana na utalii. Mchezo wa mpira wa miguu na utalii vinaendana vipi? Je, huko ni mchezo wa mpira wa miguu hivi sasa ni sehemu pia ya fursa ya kuweza kutangaza utalii, au vitu hivi vyote kwa pamoja vinakwendaje? Ni eneo ambalo tutaweza kujikita kwa undani zaidi, lakini kwenye kuchanganya maoni yao tutakuwa tupo na mtaalamu wetu au expert ambaye ataweza kutudadavulia kwa undani zaidi namna ambavyo bidhaa hizi mbili zinaweza zikaenda kwa pamoja, lakini maoni ya mashabiki wa kawaida kabisa na wao pia utapata nafasi ya kuweza kuwasikia wao na jua nini kuhusiana na jambo hili la utalii pamoja na mchezo wa mpira wa miguu. Lakini tutakuwa tuna mastori ya locker room, na bila kusahau kwa upande wa benchi la ufundi na yenyewe pia tutakuwa nalo, bila kusahau tutakuwa tupo na legend wetu ambapo tutaweza kuoanisha mazingira. Je, kipindi hicho wakati mchezo wa mpira wa miguu wa Tanzania ukiwa unachezwa katika mazingira ambayo yalikuwa hayaonekani sawa sana, je, wachezaji enzi hizo walikuwa wanajua kama mchezo wa mpira wa miguu pia ni sehemu ya utalii au inakuwaje? Tutaweza kuja kupiga story nyingi zaidi. Mimi ni Ibrahim Kasuga ndiye ambaye naongoza hili jahazi. Nitakuwa nipo na mwenzangu Zainab Mohamed, kwa pamoja tutaweza kupitisha kwenye kona ya NBC kwa kile ambacho tumekuandalia kwa siku hii hapa ya leo. Ibrahim Masud Maestro ndiye ambaye tutaungana naye na atakuja kutengenezea mazingira ya namna ambavyo mchezo wa mpira wa miguu na utalii vinaendaje sambamba. Lakini Steven Nemes, golikipa wa zamani ambaye pia alipata nafasi ya kucheza kwenye vilabu vya Simba pamoja na Yanga, tutakuja kupiga story kwenye sehemu nzima ya legend. Tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea tutakuja kuanza na kona ya kwanza ya NBC. Yes, kona ya kwanza ya NBC ndio hii ambayo tunakwenda kuanza nayo na kuitazama kwa undani zaidi. Mashindano mbalimbali ya kimataifa Tanzania tumeshapata fursa ya kuweza kuyaandaa, na stori zake pia zilikuwa zinaendana na masuala mazima ya utalii. Naamini zao ukisikia AFCON, ukisikia Chani, ulikuwa unaambiwa bwana tunauza pia na utalii wetu. Leo somo litaenda kutolewa. Leo somo tutaenda kulitoa kwa sababu pia tuna michuano ya AFCON 2027 ambayo tunatarajia Tanzania kuwa mwenyeji. Hiyo ni fursa ya pili tunaipata. Ukiacha ile ya Chan mwaka jana mwezi wa 8 tulikuwa nayo, tuliandaa, wageni walikuja. Pengine tulinufaika zaidi na tunatamani kunufaika zaidi na AFCON. Uzuri tupo na Ibrahim Masud Maestro, mwana tasnia ya habari kwa muda mrefu sana. Tunaamini pia ana mambo mengi sana, lakini pia kwa utaalamu wake eneo hili nalo pia ni eneo ambalo analiweza kuzuri. Maestro, karibu sana. Asante sana. Maestro, utalii inawezekana mtu akawa anafikiria tu labda kwenda Serengeti au kwenda Mikumi, lakini tumeona jitihada za serikali siku za karibuni wanavyozungumza mashindano haya makubwa ambayo tunayaandaa ili kipindi cha Chance sasa tunaenda kwenye AFCON. Unaona pia wizara inayohusika na masuala mazima ya utalii, mambo ya tourism, na wenyewe pia wanaletwa. Kwa hiyo kuna muda watu kama wanakuwa hawaelewi bidhaa hizi mbili ni zinaendana, na ni sahihi ukisema mchezo wa mpira wa miguu ni sehemu ya utalii pia. Labda kwanza ni sema neno moja, experience. Mimi wanasema experience matters most. Yes. Ukiwa na experience ya kitu, lakini baada ya hapo ukapata exposure, unajifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo experience ni mwalimu mzuri sana. Ni lini labda nimeanza kuona na kujua kwamba kumbe hivi vitu vinarandana, ni kurandana, yani na maana vinashabihiana. Mara ya kwanza kujua hili nakumbuka it was 2010 kwenye showcase kubwa ya World Cup ambayo kwa mara ya kwanza ilifanyika kwenye bara la Afrika, ilifanyika Afrika Kusini. Kwa nini naoanisha hii stories? Kwa sababu ulikuwa ndo unajengwa moja kati ya viwanja bora kabisa barani Afrika, ni uwanja ambao uko South Africa unaitwa Moses Mabhida. Kama umeona sasa hivi ule uwanja unafanywa tena renovation. Una kitu kimoja kama winchi inapita katikati. Sasa 2010 kabla ya World Cup nilikuwa nashuhudia wazungu wanakuja pale. Wanakuja kuvisit pale kama kivutio cha utalii. Wanapanda ile winchi, wanakutoka upande mmoja kwenda upande wa pili. Na nilibahatika kwenda pale katika uwanja, na
timu ya vijana wale wa TSA, nikapiga picha pale ndani. Ina maana ni utalii ule wa ndani. Nikauliza ni nini ambacho kiko kinasema hapa, unajua wanaokuja hapa wanalipa kuja kuingia kuangalia uwanja. Na ulikuwa unafanyiwa renovation. Kwa hiyo walikuwa wanalipa kwa sababu wanasema hii pesa inakwenda wapi? Kwenye Wizara ya Tourism. Kwa nchi inapata kipato kupitia uwanja, ni uwanja wa football, uwanja wa sports. Kwa hiyo kumbe hivi vitu vinaoana. Lakini the other experience I got it ni kuhusiana na, hata mimi nimewahi kuwa katika timu zetu za veterans baada ya kuacha mipira, nimewahi kufundisha timu za waandishi wa habari, timu yetu waandishi wa habari. Tunasafiri, tunasema tunakwenda Tanga. Ni mfano huu mwingine. Tunakwenda Tanga, tunakwenda kwa ajili ya kucheza mechi za kujifurahisha, ujirani mwema na nini, tumealikwa. Lakini ukifika kule, ukiacha mpira, ni kitu gani ambacho tunakwenda kuangalia? Basi tukaenda kwenye mapango ya Amboni. Tukaenda kuangalia pango. Kwa hiyo huo ni utalii. Wanaangalia utalii sasa, huo ni wa ndani. Mimi ni Mtanzania. Of course ni football. Sisi tumekwenda kucheza mpira, lakini kwa hiyo unaona jinsi gani hivi vitu ambavyo vina coordinate, vinahusika pamoja. Mimi nimewahi kwenda kuona, nadhani kwa naangalia mechi moja ya Stars dhidi ya Algeria, ilichezwa Algiers. It was nadhani 2018 kama sikosei. Moja kati ya areas ambazo nilikwenda kufanya utalii, nilikwenda ni museum ya shirikisho la football la Algeria. Okay. Sio? Yeah. Pale nilikuta jezi, nilikuta picha za wale kina Lakhdar Belhoumi, wachezaji wa zamani. Yule Lakhdar alikuwa ni mchezaji, alikuwa anaitwa Pele wa Afrika. Pele, okay. Kwa hiyo angalia federation pia ina museum, ina museum, unaenda kuangalia. Ni kama vile unavyoweza kuona hapa labda kwa Tanzania Football Federation ikatengenezwa museum. Tunaona hata timu zetu zikiwa zinasafiri. Mara kadhaa Young Africans waliwahi kwenda Cairo, Misri, wakaenda kwenye pyramids. Yes. Simba walivyoenda pre-season wakaenda kwenye pyramids. Na mimi pia nilipata nafasi. Kwa hiyo yani nahisi ni vitu ambavyo tunatakiwa tujijengee hata sisi. Kwamba basi wetu wakija kwetu kuna kitu unique. Sasa hivi kwa mfano tunakwenda katika AFCON 2027. From now kunatakiwa kuna ile homa ya kuelekea kama tunakwenda katika AFCON. When you come to Tanzania utakutana na 1, 2, 3, 4, 5. Ukiwa na biashara, ukiwa na biashara yako utatengeneza brochure. You understand? Brochure ambayo inakuonyesha kuna 1, 2, 3, 4, 5. So ni kazi nadhani ya wizara sasa hivi kuweza kuhakikisha kwamba inafanya hivyo, inatangaza hizi kwa nguvu zote, ina push kuhakikisha kwamba Kenya na wenyewe wako na sites nyingi za utalii. Mmoja pale mzuri sana. Unaona wana sites nyingi za utalii. Lakini hauwezi kutuzidi sisi. Sasa tupambane kwenye issue ya promotion. How can we promote na ni zetu hizo sites zetu, historical sites ambazo zitatufanya sisi tuingize kipato chochote? Kiukweli tutakutana ama watakuja wageni wengi. Showcase kubwa kama za CHAN za AFCON zinakusanya watu wengi sana. Though tunashiriki nchi 3, lakini Zanzibar we have kitu. Uzuri tumeona Dar es Salaam ndio. Baadhi ya mashabiki walikuja kwenye mechi ya Simba na Esperance, lakini acha tu au Esperance, baadhi ya mashabiki wanakuja kwenye mechi za Ligi ya Mabingwa. Kabla hata ya game unaona wanaenda Zanzibar, wanaenda Mikumi, wa Esperance wanaenda Mikumi. Kwa hiyo nahisi kwenye hili pia kuna funzo na tunayo sehemu ya kuanzia. Labda kwenye eneo hilo maestro, kwa experience ambayo unayo ya kuzunguka maeneo tofauti, lakini pia haya mabadiliko umeyaona, kwa sababu kuna nyakati ambazo ulicheza, kuna nyakati ambazo ulikuwa kiongozi, na sasa hizi pia bado upo kwenye eneo jingine la tofauti, kwa jicho la tofauti kama mwanahabari. Football nadhani inaweza ikawa injini kubwa ya kupush utalii. Yani hapa tuiambia serikali na wizara husika kwamba jamani, kama mna promotion zenu mtaka kuzifanya, basi through football ni platform ambayo inaweza ikawanisha na haya mambo mawili yakaenda vizuri na nchi ikapata faida kote kote. Leo visit Rwanda na izungumzaje Rwanda? Arsenal walikuwa na vile. Sio Arsenal peke yake. PSG. Atletico Madrid. You understand? Ni vitu kama hivi. Inawezekana ya kwetu ikawa sio visit Tanzania. Ikatengenezwa kitu kingine tofauti. Tofauti kabisa. Push kitu kingine tofauti. Sisi hatuna kitu kimoja. Tuna vingi sisi sana. Sisi tuna vitu vingi, tuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikatusababishia tukawa kwenye sekta hiyo. Karibu kila mkoa una unique. Kitu unique. Through football
inawezekana ziko klabu zikawa ziko chini sana, haziwezi kupush hiyo kitu, lakini these two big clubs Simba, Yanga can push this thing. Mashujaa naona wanatumia ile asili ya sokwe. Sasa hivi kwenye eneo hilo tunapata nafasi ya kuja kusikia mtaani sasa mashabiki wadau wenyewe wanazungumza nini kwenye uelewa namna ambavyo mpira wa miguu pamoja na utalii vinaweza vikaenda kwa pamoja, ambapo mwenzetu Ujugu tutakuja kumsikia hapa. Mimi ni Ibrahim Kasuga, nipo na Zainab Mohamed kwa pamoja, lakini pia tupo na mkongwe mtaalam Ibrahim Masud Maestro wa jina tunaye hapa. Tumeanza kukatakata kutokana na experience na namna ambavyo vitu vinapaswa kwenda. Amegusa jitihada nyingi ambazo zinapaswa kufanyika, lakini pia amegusia hapa kwenye kuvaa Visit Rwanda majirani, namna ambavyo wanaonekana. Nakumbuka pia kuna nyakati ambazo utalii wa Tanzania uliwahi kutangazwa kwenye moja ya viwanja vya mpira nchini Marekani. Hatujawahi kujua pia majibu yake yalikuwaje. Tunapata break fupi, tutakaporejea pia tutapata nafasi ya kusikia maoni kutoka mtaani kwa mshikaji wetu Ujugu. Endelea kubaki nasi. Yes, tunarejea tena kwenye kona ya NBC. Leo hii tupo na jambo la utalii pamoja na eneo zima la mchezo wa mpira wa miguu, namna ambavyo vitu hivi vinaweza vikaongeza thamani zaidi kwa kutegemeana kutokana na shughuli zilizopo. Kati mpira wa miguu kiona tajwa inaweza ikawa ni injini kubwa zaidi ya kupushi zaidi utalii kutokana na kile ambacho akipo au kile ambacho tunakuwa tunaishi nacho, kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu unatajwa ndio mchezo ambao unaweza kukusanya watu wengi kwa wakati mmoja, na mpaka hivi sasa huu ndio mchezo ambao unatajwa umetazamwa mara nyingi zaidi kwenye events zake zote kubwa. Rekodi za events ambazo zimetazamwa mara nyingi zaidi, World Cup inabaki kuwa pale na ndio event kubwa zaidi katika ulimwengu huu tukizungumza kwenye michezo tofauti. Shabiki soka na Ujugu ndio ambayo tunakwenda kutazama hivi sasa kutoka mtaani, tuweze kusikia mwananchi wa kawaida kabisa ambaye ni mshabiki na mpenzi wa mchezo wa mpira wa miguu, yeye vitu hivi viwili anaona vinaendana na elimu ambayo anayo ikoje. Ujugu, hem tupitishe kijiweni, leo hii mtaa unachambuaje? Bana, dereva wako Ujugu hapa. Unajua kwenye kona NBC nikiwa kama dereva wako, kuna kona moja kali sana ukikata, kuna kituo unakutana nacho kinaitwa Shabiki Soka. Ndio niko na washikaji hapa. Bonge moja la kipindi. Kapo unisikilize, niko na washikaji, niko na dada zangu, niko na mama zangu. Hao wote bwana ni chaboli. Tunataka tuzungumze mpira kidogo. Bana, mambo vipi? Kuna jambo moja nataka nilizungumze. Hili jambo bwana linaingia sana kwenye mpira. Na sisi ndo watu wa mpira, lakini linatugusa kwenye maisha yetu ya kawaida. Kuna kitu kinaitwa utalii. Hivi ukisikia utalii wewe kwa mara ya kwanza, utalii ni nini? Utalii ni ile mtu ambapo anasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hiyo ndio tunasema utalii, mtu ameenda sehemu nyingine. Iwe umeenda kustarehe, umeenda kikazi, umeenda kufanya biashara, hiyo ndio utalii. Sasa mada yangu mimi inakuja wapi? Kuna timu nyingi huwa zinakuja hapa Tanzania. Tumeona mashindano ya CHAN jinsi yalivyokuwa yanaendelea katika nchi yetu. Kuna timu nyingi, kuna nchi nyingi zilikuja kwenye nchi yetu. Ina maana ule ni utalii. Wale watu walikuja kuangalia mpira lakini walifanya utalii, kuna biashara zilifanyika, kuna mwingine anaangalia mechi inaisha kwa Mkapa, afu anaenda zake Serengeti kwenda kutembea kidogo. Hapa anasubiria nchi yake inacheza lini tena. Kwa hiyo ndio utalii watu walikuwa wanaufanya. Sisi kama Watanzania tunafaidika nini au kuna kitu gani ambacho tunakipata kwa timu za nje zikija kwenye nchi yetu? Labda nianze na wewe. Bwana ubaya ubwela. Mingine kaudika kama miradi, biashara, yes. Sawa. Pia kuna mambo baadhi ni binafsi ya kufaidika kama serikalini, kama mfano airport. Sawa. Kama mtalii anaenda Zanzibar, serikali itafaidika kwa sababu ya maboti. Kuna bodaboda pia. Ndio. Kuchukua watu kwenda taifa utafaidika pia. Hata kuna mama ntilie. Kuna mechi moja mimi niliwahi kuona ilikopo ni ya kimataifa ya Yanga ndio. Yaani bodaboda walikuwa wanabeba watu, ile game imeisha, kuwapeleka mahotelini. Bana sio poa. Kwa hiyo walikuwa wanakula vichwa kinoma. Kwa hiyo point yako bonge moja la point nimekubali. Faida nyingine ambayo tunaipata ndugu zangu watu wa Yanga hapa. Mwananchi. Watu wa mahoteli. Wapata faida. Sawa. Vijana mtaani ukiuza maji. Sawa. Mgeni wewe unauza bodaboda. Ndio. Mama lishe. Sawa. Kwa hiyo kuna faida nyingi tunazipata. Mabiliani vyakula vyao bokoboko. Dada yangu unaniambiaje? Sasa wewe nataka uniambie kwamba unajua kuna utalii wa ndani pia. Mfano Yanga ametoka hapa, Yanga ameenda kucheza Mwanza. Au Simba ametoka hapa ameenda kucheza Tanga.
watu wa Tanga wanafaidika vipi na utalii wa Simba wameenda. Kuna washabiki siku hizo unaona costa zinavyoondoka nyingi wanaenda Tanga, wanaenda Mwanza, Tabora. Unapozungumzia kama mfano kutoka hapa Dar es Salaam kwenda mikoa mingine, ndio mfano Tabora kule wanalima asali. Ndio. Mechi kisha siwezi kuondoka. Kwa lazima nitaenda kuangalia utalii wa Tabora. Sababu tunasema Tabora ni mji mdogo lakini una vitu vingi. Kwa lazima niende Tabora nikaangalie namna asali inavyolimwa. Ama ukisema Tanga mna yale mapango. Kwa lazima tena kuangalia mapango ya mababu zetu ambao waliweza kupita. Ukienda mfano tukienda Mwanza, kuna samaki. Lakini kuna tumeongelea faida. Kuna hasara pia za utalii. Unaweza ukaniambia kuna hasara gani ambayo tunaweza tukaipata? Hasara tuingia kwenye mambo ya hasara ziko nyingi sana. Kwa mfano mtalii anakuja hapa anakosa huduma muhimu. Kuna watu kuna ubaguzi hapo. Pia kuna swala la ukarimu. Anakuja kwa mfano mechi ya Simba na Waarabu ile tulicheza kwa Mkapa. Baada ya kushinda vunja viti. Kwa hiyo pale Waarabu wale wametuchukua sisi kama mashabiki tusijielewa ni. Alafu mechi zilizofuata pakafungiwa uwanja. Hapo serikali pia imeingiza hasara uwanjani. Bana, tumeweza kusikia faida na hasara za utalii. Bana, 2027 sisi kama Tanzania wanasema kuna neno moja wanalitumiaga la kitamu, tumehozi mashindano ya AFCON. Sisi kama vijana wa mtaani tumejiandaa vipi kuipokea AFCON 2027? Kwanza hilo kabisa ni fursa kubwa sana kwa taifa letu. Ndio. Inakuwa ni mara ya kwanza kabisa kuhosti mashindano makubwa kama hayo. Sawa sawa. Inapelekea kwamba yani hata wale wageni wanaokuja watakuja, mtu anasikiaga tu bwana kuna mlima Kilimanjaro Tanzania. Sahihi kabisa, sahihi. Akifika anaweza kaenda kushangaa kuona mlima akatalii tayari kwa taifa ni nini? Faida moja kubwa sana. Watu kuna mbuga za wanyama, watu utaenda Zanzibar kutalii kuangalia mazingira. Kwa hiyo hicho kitu kitatujengea kitu kikubwa sana kwenye taifa letu. Dada yangu, umejipanga vipi na 2027? Mfano mimi hapa nauza chakula. Let's say kwamba nikienda pale uwanja kwa sababu lazima atafanyika pale kwa Mkapa. Nikienda uwanjani nikapata kieneo changu nikapewa bwana mimi fulani, eneo langu litakuwa kwa biashara kwa hiki kipindi ambacho mechi zetu zitakuwa zinaendelea mpaka tutakapofikia pale finali. Basi nitakuwa nimeingiza. Sawa sawa. Na haya mashindano bwana yako mwezi mzima. Na haya mashindano pia hayatakopo Dar es Salaam tu, yako pia mikoani. Kama jamaa hapa ameniambia kwamba mlima Kilimanjaro kuna uwanja unajengwa Arusha pale. Kwa hiyo kuna mashindano yatafanyika pale. Kwa hiyo watu watakuwa wamepangiwa kwenye kwenda kuangalia mechi katika uwanja ambao unatengenezwa Arusha pale. Ni rahisi kwenda Kilimanjaro mlimani, ni rahisi kwenda mbugani. Kwa hiyo kutakuwa kuna faida kubwa sana katika mkoa wa Kilimanjaro. Bana, hao nilionao hapa wanatamani sana tubishane kuhusu Simba na Yanga. Lakini mada yangu leo iko kuinagusa kwenye mambo ya utalii tu. Sikutaka kugusa timu zenu bwana. Mada yangu mimi ni utalii tu. Lakini kipindi kijacho tutagusa kidogo ili tusikie mzee wangu anasemaje kuhusu Yanga yake na unasemaje kuhusu ubaya ubwela. Ilikuwa ni Kona NBC Ujugu hapa. Yes, ni Shabiki Soka na Ujugu, namna ambavyo mtaa unazungumza kuhusiana na swala zima la utalii pamoja na mchezo wa mpira wa miguu. Au ni mashabiki ambao umeona jezi zimewatambulisha, lakini ni wananchi wa kawaida kabisa ambao nao pia wameulizana maswali, wanajua utalii ni nini, lakini pia faida na hasara ambazo zinapatikana kutoka kwenye eneo zima la utalii. Maestro, kuna swali Ujugu kauliza tu pale, bwana utalii ni nini? Hapo bwana imekuwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kikazi, biashara. Kwenye eneo zima la kimpira, tukisema tutengeneze definition ambayo itaunganisha na watu wa mpira, utalii utasimama kwenye maana ipi? Connection iliyokuwepo ni moving kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. That's a connection ambayo iko. Sasa destination ya kule ambako unakwenda ni kuangalia tamaduni ya hapo iko. Okay. Sio? Kuna utamaduni gani hapa? Kuna kitu gani kinavutia hapa? Bana, nimekwenda sehemu fulani bana. Bana, kuna ngoma yao ile fulani bana wanacheza wakiwa wamefanya hivi, iko hivi. Unaona eh? Kwa hiyo ni kuangalia tamaduni ya eneo husika. Lakini wakati mwingine unakwenda kujifunza. Una refresh your minds kama hebu ngoja nikaangalie kitu kingine ambacho mimi hakipatikani kwangu. Yes. Naenda hebu ngoja nikakione kinapatikana upande wa pili. So it's the same kwenye football. Unasema kama if nikimaliza football na my mentality ni kuitoa kabisa, inawezekana nifungwa. Yeah.
Nataka sasa nibadilishe mindset sasa, okay, let me refresh, wacha ni refresh hiyo mind yangu itoke, natembelea kivu, inanipa experience ya maisha. Tunaweza kusema kwamba elimu kuanzia chini au kuanzia sisi wenyewe inahitajika, kwa namna ambavyo wameelezea, wamechambua, wengine wakiona kama ni jambo la kawaida sana. Pia uzuri wamesema kwamba mtu atasema nitoke hapa niende Serengeti. Kuna umuhimu sasa wa sisi kuanza kuelimishana wenyewe kwa wenyewe. We still need hiyo elimu. We still need hiyo elimu. Inawezekana umeongea kitu rahisi. Unajua mpaka kumwelewesha kitu mtu inachukua muda. Kikae hiyo kwenye hiyo mentality. Inachukua muda mrefu sana. Lakini je, wangapi ambao wanao utamaduni wa kuangalia vipindi vya utalii kwenye television? That's the issue. Kuna mazingira ambayo mimi nasema bwana, kuna Bog El Arab, najua story zake. Bog El Arab, inawezekana kama natamani labda kwenda kufika pale ili nilichokuwa nakisikia niweze kukiona. Kuna bodaboda wametajwa hapo na watu wengine. Inawezekana wafanyabiashara pia kwenye eneo la faida, kwa sababu tunazungumza mataifa yatakuja. Kuna hotels, kuna wasafirishaji, mama ntilie wapo, au wauza chakula wa kawaida, maji barabarani. Lakini pia kama hivi NBC, mabenki, watu watakuja na mizigo ya tofauti kwenda ATM. Kuna watu kwa exchange pesa. Kwa hiyo fursa ni kubwa sana. Kwa hiyo wafanyabiashara na wenyewe pia wanapaswa kuwa sehemu ya kupush utalii. Of course, tena sana, kwa sababu mwisho wa siku unajua hao watakuja kwanza, I don't believe kama ni watu ambao watakwenda kwa kutumia cash muda wote. Watu watakuja na kadi zao, watachanja, watafanyaje, watakuja na dola. So kwenye issue za kibenki nadhani wenzetu, of course benki ziko I believe NBC wana kila kitu kinachofanya. Mimi nikiwa South Africa, nikiwa sio wapi, natumia visa kadi yangu NBC kufanya kitu chochote kile ambacho unaweza nikafanya. Na kwenye vyakula, Sasa kwenye issue ya vyakula, unajua wakati mwingine hapo unamzungumzia mtu mwingine, kwa mfano vyakula ambavyo vitakuwa vinauzwa mitaani. Huyu ni mtu wa daraja fulani lakini hujawahi kuona watalii wa kizungu wanakwenda kukaa sehemu kwa mantili wanaenda kutesti kitu. Sio kwa sababu namna gani, wao wanakwenda kujaribu uone hii kitu kina ladha gani tofauti na kile ambacho kinapikwa pale hoteli. Unajua inachosha pia kila siku ile bed and breakfast. Na mimi nilikuwa sijui kama chips mayai inatengenezwa Tanzania tu. Yaani chips mayai umeona hata kwa majirani yaani ile inapatikana hapo. Umeona niona kuna mtu alikuwa anaulizia kwamba nimesikia chips mayai inatengenezwa Tanzania. Na kweli na mimi pale nikajua kwamba chips mayai ni ya Tanzania, kutoka nje ndo alikuwa na hiyo. Ni time sasa ya hata hao wanaotengeneza vitu katika mazingira ambayo tunaona kidogo ni mazito, ambao wewe unaweza sengine mwingine Mtanzania wa kawaida anaweza sky katika hizo sehemu. Sasa na huyu ambaye anafanya hizi biashara supposed to be very smart, usafi sijui nini, kuhakikisha kwamba hichi kitu hapa wanakuja watu kujiposition. We need to do something ambacho kitakuwa ni better. Tunafanya sisi na Kenya na lakini we supposed wanasema kwamba hii ni competition. Wakiondoka waseme hii ni competition. Wakiondoka wanasema sisi tulikuwa Tanzania. And the issue haitakiwi iwe moja kwa moja kwamba kwenye sehemu tofauti. Kwenye football of course. Sawa. Nasema tunaijua sehemu ya kucollaborate, wizara jinsi ambavyo zinaweza kucollaborate pamoja, ziko wakati wizara inatakiwa kufanya wizara hii na wizara hii zifanye pamoja. You understand? Tufanye pamoja. Rasilimali asili na utalii. Kwa sababu tuna pale utamaduni sana na michezo. Tuunge. Ukiunga ingine hapo nitakwambia ni ipi? Nikwambia kingine. For instance TAMISEMI inahusika na shule na serikali za mitaa. Kwa hiyo huku sasa huku tutakwenda darasani. Wanafunzi watajua, kila mmoja ataongea kuhusiana na issue ya tourism. Kwa sasa moja kati ya mradi mkubwa uliopo ni wa ujenzi wa uwanja Arusha. Na Arusha ni moja kati ya mkoa ambao pia unabeba vivutio vingi sana vya sana. So far unavyoona mazingira ni mchezo wa mpira miguu ambao tunasema utatuletea watu. Ndio. Kama nchi unaona tuna push katika mazingira ambayo ni positive. Nadhani kuanzia sasa hivi, kwa mfano unavyozungumza kuhusu issue ya uwanja wa Arusha, to me sasa hivi sio watalii peke yake, hata Watanzania wanaotoka Dar es Salaam, wanaotoka Dodoma, wanaoingia Arusha, they are supposed to go kuangalia ule uwanja wao.
Bwana, utalii unaanziaga ndani uweze kujua vitu ambavyo vinapatikana kwenye nchi yako ni vipi, hata in case ikatokea unazungumza, unaweza kumvutia mtu wa nje na akaja kutazama. Kwa hiyo utalii wa ndani moja ya eneo ambalo pia linapaswa kufanyika na Watanzania kuweza kujua nchi yao na vivutio vya aina gani. Hii ni kona ya NBC. Tupo leo tunatazama kwenye eneo zima na namna ambavyo mchezo wa mpira wa miguu unaweza kawa injini kubwa sana ya utalii, hususan ukizingatia kwa sasa Tanzania tuna fursa ambapo tutakuwa sehemu ya nchi wenyeji wa michuano ya AFCON mwaka 2027. Mimi ni Ibrahim Kasuga, nipo na Zainab Mohamed, lakini Ibrahim Masud Maestro tupo naye hapa tukiwa tunatazama jambo hili kwa undani kabisa. Tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea tutakuwa tupo na story ya Locker Room, tutaweza kupiga story nyingi zaidi, lakini pia tutaungana na mkongwe au tunasema legend Stephen Nemes. Yeye atakuja kutupa picha enzi zao wakati wanacheza, walikuwa wanajua kama mpira ni injini ya utalii. Tunarejea. Madini ni mengi kutoka hapa kwenye kona ya NBC. Vitu vya kujifunza ni vingi, lakini pia vya kuzungumza, kuchambua na kujadili kwa pamoja nini kifanyike na nini ambacho tunapendezwa nacho kwenye kona ya NBC. Tunakufikishia popote pale ulipo, lakini muda huu sasa ni muda mzuri wa kwenda kutazama Elma Story ya Locker Room, sehemu ambayo hasa mimi na enjoy na kufurahia kile ambacho kinazungumzwa hapo. Hii ni sehemu pekee ambapo wachezaji wa NBC wanazungumza uzoefu wao, lakini pia mitindo ya maisha ambayo wanapenda kuishi. Tuende kwenye mastori ya Locker Room, tukirudi tuna mambo mengi zaidi. Muda mwingi nautumia nikiwa nyumbani kupumzika na kucheki movie. Kwa hapa kwetu kuna wachezaji nilikuwa nawafuatilia kabla sijafika Simba. Kuna wachezaji nilikuwa napenda jinsi wanavyocheza. Kuna mchezaji mwenzetu wa Simba Hamza, kuna Jobu, kuna Baka. Ni wachezaji wazuri ambao napenda kuwafuatilia na kujifunza, maana kabla yangu pia alishanitangulia na vitu bado kujifunza. Mimi watu ambao nataka wakijue, mimi ni mchangamfu sana tofauti na ninapokuwa uwanjani. Wengi labda nahisi mimi ni mtu ambaye sio mwongeaji. Ushauri wangu wa kwanza hawapaswi kukata tamaa. Maana hata sisi tulipotokea tunajua maisha yetu ya mpira. Kuna wakati utahisi kukata tamaa, lakini utakuwa usikate tamaa. Kikubwa kuzidi kupambana, kuzidi kuomba sana. Maana Mwenyezi Mungu ndio anajua kesho yetu na ndio anayepanga riziki zetu. Kitu ambacho nilichojipanga nacho, maana maisha yetu ya mpira ni ya muda mfupi. Tunajipanga kwenye uwekezaji nje ya mpira, kwenye labda vilimo, biashara. Bado sijafanikiwa kufanya biashara yote, lakini natamani kufanya biashara. Yeah. Nilisikia faraja. Nilipigiwa simu na CEO wa timu akanipa taarifa hizo. Yeah, kwa nilikuwa na faraja. Na anafanya vizuri, ana invest kwenye ligi yetu, inajulikana sasa hivi, na I think imeshika nafasi ya 4 katika Afrika nzima. Kwa sina mengi, lakini angeendelea kuboresha zaidi hapa alipo, azidishe zaidi. Bila shaka umefurahia kile ambacho kinaendelea kwenye mastori ya Locker Room, lakini sasa kutoka kwenye kona ya NBC, jina langu ni Zainab Mohamed, niko sambamba na Ibra Kasuga. Tunaendelea kuletea taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo hapa leo hii kwenye kona ya NBC. Kubwa zaidi tunazungumzia utalii, ni unahusianaje na masuala ya kimichezo, lakini pia tunatumiaje michezo kukuza utalii au kutangaza utalii wa nchi yetu. Tuko hapa mpaka tamati kuhakikisha kwamba unajifunza, lakini pia kuburudika na kile ambacho tumekuandalia hapa. Endelea kusalia nasi, yapo mengi zaidi.
Yes, kona ya NBC bado tunaendelea kupiga stori nyingi zaidi, lakini jambo letu hii leo ni jambo linalohusiana na utalii na mchezo wa mpira wa miguu, namna ambavyo vitu hivi vinaenda kwa pamoja, lakini mazingira, namna ambavyo tunaishi ni watu tunatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Leo hii tunazungumza hapa kujadiliana, kuulizana maswali, lakini inawezekana sio jambo jipya. Huko nyuma ilikuwaje? Na ndilo eneo ambalo kwenye kona ya NBC tunaungana na moja kati ya wachezaji ambao ana rekodi zake za tofauti, kacheza mpira kwenye top level. Steven Nemes, moja kati ya magolikipa ambao wana heshima yao katika mchezo wa mpira wa miguu hapa nyumbani Tanzania. Steven Nemes, karibu sana. Najua unaungana na mkongwe Ibrahim Masud Maestro, mlikutana huko. Lakini pia tupo na Zainab Mohamed mwenzangu ambaye tunapiga story kwa pamoja hapa. Mimi nashukuru sana. Kwanza nashukuru kwa kutukanisha na Maestro. Steven Nemes, tumezungumza na Maestro, yeye alicheza, ameongoza mpira na umegusa hapo vizuri kwamba kidogo alishift kwenye tasnia, bado anaishi sana mazingira ya sasa. Lakini kwa nafasi yako tungependa tutambue uelewa wa kipindi kile ambacho mlikuwa mnacheza. Unadhani kwa kipindi kile kuna namna yoyote mlikuwa mnawakilisha utalii labda wa Tanzania mkienda kucheza mpira wa miguu? Yaani mashindano makubwa yalikuwa hii Afrika Mashariki na Kati, ambayo mlikuwa mnacheza mara kwa mara. Ndio. Mkitoka kule kuna namna yoyote ambayo mlikuwa mnaiwakilisha nchi katika nyanja tofauti kiacha mpira tu? Nyanja ambayo tulikuwa tunawakilisha nchi, unajua kwanza kuna kitu kimoja, timu ya taifa kipindi chetu tulikuwa tumepata sana bahati ya kusafiri nje. Tatizo moja niliona mimi kipindi chetu tulikuwa hatuendi na vipeperushi. Lakini nje ya vipeperushi hapo nyinyi mlikuwa mnajua kama mnafanya mnatangaza utalii. Sisi tulikuwa tujui, ila tu mlikuwa mnatoa sifa za nchi. Lakini kweli baada ya pale tunakuja pale, unaona bwana, na kweli sisi wanakuja pale tunaelezea jinsi hivyo, ndio unajua kumbe sasa kila mtu wale wanahamasika. Yani wala siku moja tunakwenda sasa, wanaulizeni unaendaje huko na nini, sababu walikuwa wanataka kujua hivyo vitu vinapatikana wapi, ni East Africa, lakini sehemu gani? Yes. Ndio maana kwamba mpira ni moja ya utalii. Sababu mpira ni utalii. Naona bwana, ndio maana tulipoenda kule sisi kipindi chetu, kosa hilo niliona ni kubwa sana. Yaani tulikuwa hatwendi na watu ambao labda wa utalii. Naona bwana kwenda kule, naona bwana watu wanataka kujua ile nchi, naona bwana lakini hawafahamu. Naona bwana. Sasa utakuta kitu kama hicho, kusema kitu nani sana. Sasa kabisa sisi ndio nyendo tukawa sasa ndio tunawaleza kwa mabalozi sasa. Nadhani mazingira ya sasa ukilinganisha labda na kipindi kile cha nyuma. Nadhani kwenye kujiposition kipindi kile, kama mngepata support ya kutosha, umegusa watu wa utalii, inawezekana nchi ingekuwa ishaanza kupiga hatua zaidi kama harakati zingekuwa zianza kipindi kile. Baya mno. Kwa sababu gani? Kwa sababu unajua kwa mfano kama sasa hivi ma TV mengi. Naona bwana. Sasa hata timu yetu ikisafiri, kuna hapa timu yetu taifa iliendaga Ukraine, si nchi, kuna nchi iliendaga hapa katikati hapo. Katikati huko Uturuki juzi au Uturuki kabla moja kwenye ile mashindano Euro nini Connect. Iko nchi gani? Na mechi tumeziona zile mechi. Umeona? Mechi tumeona. Kwa hiyo maana vipi kama sasa hivi timu ya taifa zinakwenda sasa hivi zinaenda na viperushi labda jezi zetu, tunaanza tukaandika labda Kilimanjaro Mountain, tukaandika labda Manyara. Unaona bwana. Sasa kwa sababu sasa hivi TV ziko nyingi na wale wa kule pia. Sasa hivi teknolojia ni kubwa. Teknolojia ni kubwa. Nao pia wanajua kwamba Tanzania kumbe kuna uwanja kuna mlima mkubwa, kuna nini. Sasa timu zetu zikaenda pale na vipeperushi vimeandikwa humu, zimeandikwa hivi. Inakuwa nini? Inakuwa inasaidia sana katika nchi. Ndio kama sisi wakati mambo kama yangekuepo sasa hivi. Sasa hivi nchi ingekuwa mbali, kwa sababu kwanza inatakiwa kwanza kama tungeenda na watu wa utalii, kama nafikiri Maestro anajua, sababu shakuwa kiongozi wa timu. Timu ikisafiri, mnapewa mtu mmoja kutoka CTFF, anakuwa mkuu wa msafara. Naona bwana. Sasa security officer mnapewa. Angetoka na mmoja hata wa maliasili na utalii. Na kienda kule kazi yake ni hiyo tu. Na wachezaji sababu hapo, wakifika kule wachezaji wamevaa jezi za labda Kilimanjaro na nini, watu wanapokuja basi wanaelezea. Mkongwe hapo kwenye kuzungumza namna ambavyo mavazi na nini, kulikuwa kuna mjadala katikati hapa. Timu yetu ilishiriki AFCON. Morocco au mwezi wa kwanza. Baadhi ya mataifa yakawasili kitofauti. Watu wakawa wanasema kwa nini timu yetu ya taifa isiwe na vazi rasmi la kuiwakilisha Tanzania, kuiwakilisha nchi.
Wengine wakaenda mbali zaidi wakasema hata zile shuka za Kimasai basi watu wangevaa ingekuwa kama inawakilisha nchi. Nataka mawazo yenu kwenye hilo, kwa sababu wengine wakiwa wanasema kwamba sio vazi rasmi la nchi, lakini ni la utamaduni wa kabila fulani. Inabeba hapo au kuna kitu pia tutakuwa tujifunze. Wenzetu nchi tofauti waliwakilisha nchi zao kwa mavazi ya asili. Pia maestro hapo utakuja kujazia. Karibu. Unajua nini? Kuna nchi moja mimi nawapenda sana wale. Lakini ni Mali wale. Mali. Wale jezi zao zote yani mavazi yao walikuwa wanatengeneza kiasili. Katika mashindano haya na Mali ya juzi Mali. Yes. Walikuwa wameweka kiasili. Unaona bwana. Unajua sisi tuna mambo yale, kila mtu anataka afanye kitu chake. Lakini upo uwezekano mkubwa sana. Unajua kuna mwaka fulani Tanzania tulikuwa tunavaa jezi, maestro pia atakumbuka. Yaani ile jezi imekaa vivi kibendera taifa. Yes. Naikumbuka. Yaani vivi kibendera taifa. Yaani vivi bendera jezi nzima ni. Jezi nzima ilikuwa imekaa kitaifa. Sasa afu zinabana. Afu zinabana. Sasa wangeweka baba vitu kama vile inakuwa sio mbaya. Naona bwana. Unajua tena kuna hilo, ukiulizwa swali wewe, vazi la taifa ni nini? Linaitwa nini? Hauwezi kujibu. Jibu jepesi wanasema makabila mengi. Jibu jepesi wana makabila mengi. Ukienda India utakuta kuna makabila tofauti. Vazi makabila tofauti. Lakini vazi rasmi ni sari. Ni sari. Au sio? Yes. Nigeria unajua. Vazi lao unajua. Sio? Lakini makabila yako Egbo, Enugu, sio nini hivyo. Lakini ukija kwetu sisi, why tuseme sisi tuna makabila mengi. Sio? Kwa hiyo remember, hii ni kazi ya wizara. Wizara ipi inahusika na hiki kitu? Wizara ya Sanaa, Utamaduni na michezo. Hii ndio eneo lao. Lakini sio kama tutalaumu, but tunajifunza kulingana na kile ambacho tunakiona. AFCON is coming. Yes. You understand? AFCON inakuja. So this time around tunatakiwa kujipambanua kama sisi ni Tanzania. How watu kae wafanye mchakato, wachakate kabisa yani. Sio? Inawezekana. Steven Nemes, umecheza vilabu tofauti, umevitaja hapo. Nyota Nyekundu inawezekana kuna mwingine saizi hapa ndo anasikia. Kama sehemu ya utalii, mimi mama yangu yupo Iringa pale. Akisema aje da anaipenda Simba. Kuna rekodi gani ambazo zipo ambazo nasema hizi zinapaswa kuwekwa kwenye kumbukumbu na zinapaswa kuwa sehemu ya starehe? Tunajua kuna hiyo moja ya kufukuzwa hii. Hiyo inapaswa iandikwe. Nichukue mfano mmoja kama Majimaji. Unajua Majimaji ile timu ilipoanzishwa ni kwanza ile jina lenyewe ni la vita ile vita mzee wetu Kinjeketile. Unakuta msitu mwingine Majimaji walikuwa yani mambo ya utalii yani wameweka sana mbele. Okay. Tuingia pale. Sababu ulikuwa na sehemu kabisa pale ukifika pale nani Majimaji. Unaelezea na timu ya Majimaji, ulipoanzisha chimbuko lake pale. Ndio ile timu kabla hata mjana katika mechi mnapita katika makumbusho yao. Naona bwana mnapita katika makumbusho yao, mnatalii pale, mnaenda kule na nini. Sasa unakuta kini vitu kama hivyo sasa hivi tena pale naona Majimaji watakuwa tena tushaviacha. Ngumu sasa. Washaacha. Unaona bwana. Sasa unakuta vitu kama hivyo. Unajua hata hivi vilabu vyetu vilikuwa vina uwezo kabisa wa kuweka makumbusho ya pale klabuni. Unajua kuna vilabu vyenzetu huko nani maestro anajua sababu kashaenda mpaka huko alikuwa anaenda kuangalia. Watu kama kusema analipia anaenda katika klabu anaingia anaenda kuangalia. Labda wachezaji zamani, labda hii hapa mwanzo timu ilivyoanza, uwanja ulikuwa tu yani watu walikuwa wanachezea peku, watu walikuwa wanacheza vitu fulani. Umefika nani kwa mfano Cairo pale? Cairo kwa mfano. Al Ahly. Wale wachezaji wa zamani ukifika walikuwa bado unakuta pale. Unakuta ile makumbusho yao pale. Wale wamekaa makumbusho kabisa ile Ahly. Unaona mnaenda pale hata mnaonyesha unaona hawa. Unaona nini? Wale kama sanamu yao unayaona. Bana, story ni nyingi sana, unaweza kusikia ya Sunderland na majina huwa ni mengi sana. Unaambiwa Simba alianza na jina hili, baadaye ikaja ikabadilishwa mpaka ikafika hapa ilipo inaitwa Simba. Na hizi ni story ambazo unakuwa unazipata mara chache sana, na kona ya NBC pia tunakuletea kuweza
wewe kuweza kujua baadhi ya vitu ambavyo vimetokea, lakini tukiwa tunathaminisha au kutengeneza thamani ya mazingira haya sasa, lakini pia kutafuta njia nyingine ya mbele. Benchi la ufundi na kocha Hugo ndio ambayo itakuwa inafuata kabla ya kuja kuagana na wewe hapa kupitia kona ya NBC. Stori ni nyingi hapo kwenye kona ya NBC, lakini kubwa zaidi muda huu sasa tunakwenda kuungana na mtaalamu wa benchi la ufundi, naye si mwingine ni kocha kutoka NBC Hugo Gabriel, akituelezea kuhusiana na baadhi ya misamiati ya kimpira ambayo tunaisikia huko mtaani, uwanjani na sehemu mbalimbali za michezo. Inazungumziwaje kwenye maisha halisi ya binadamu ama kwenye elimu pia ya kifedha, lakini pia kulingana kwa maneno hayo kutoka kwenye mambo ya kimipira lakini kuja kwenye maisha ya kawaida. Karibu kocha kutoka NBC Hugo Gabriel, tueleze leo uko na misamiati ya namna gani? Hello everybody, mambo vipi? Karibu tena katika kona ya NBC Premier League, na hii ni kona nyingine, tunakutana tena ndani ya benchi la ufundi. Na leo bila kupoteza wakati, maneno ubaoni ni maneno matatu. Neno la kwanza ambalo tungetamani leo tuzungumze ni low block na mid block. Lakini neno la pili ambalo tunatamani tuzungumze leo ni kuhusu counter attack. Maneno haya ni mbinu ambazo zinatumika katika soka, lakini kitu ambacho kinazitofautisha hizi terms mbili, na kwanza hizi ni mbinu za kujilinda na mbinu za kushambulia. Tukianza na maneno mawili ya kwanza ambao ni mbinu za kujilinda. Low block ni nini? Low block ni mbinu ya kujilinda ambayo mara nyingi timu inaamua kumwachia mpinzani awe na umiliki wa mpira, lakini yeye anaamua kukabia chini. Mara nyingi mifumo ambayo inatumika katika low block mara nyingi inakuwa ni 5-4-1 ama 5-3-2. Kwa maana hiyo unakuwa na wachezaji wengi sana katika boksi lako unalolilinda. Kwa mfano hapo kiangalia hapa tayari tuna wachezaji 5 ambao wako katika eneo la ulinzi. 5 4 kwa mmoja. Timu inakuwa imepaki basi. Hili ni neno ambalo limekuwa maarufu sana katika ulimwengu wa soka. Timu inakuwa iko chini sana. Ukiangalia hapa ni 5-4-1 au namna nyingine. Mara nyingine wanacheza kama 5-3-2 kwa maana ya washambuliaji wawili, wanakuwa washambuliaji wawili, viungo watatu na mabeki 5. Lakini mid block ni nini? Huu vile vile ni mfumo wa kujilinda katika soka ambao sasa wenyewe timu inaamua kukabia katikati ya uwanja. Kwa hiyo ukiangalia katika ubao wetu mid block kwa maana rahisi, timu inakuwa imejaza viungo katikati hapa. Muda mwingine inacheza na mabeki 3 ambao wanakuwa wako katika eneo la katikati. Kocha mzoefu huyu ni Jose Mourinho the special one. Ni mtaalamu kabisa ambaye amekuwa akizolewa maarufu kwa namna ya kipekee ya kupack the bus. Kocha mwingine ni Diego Simeone, kocha wa Atletico Madrid ambaye naye pia ni mtaalamu sana wa kucheza low block na mid block. Lakini nini maana ya counter attack? Hii ni ile mbinu ya ushambuliaji. Yaani timu baada ya kuwa katika formation ya low block, yani wanakabia chini kwa kupack basi au kwa kufanya mid block, wanaposhambulia kwa kushtukiza. Ukija katika ligi kuu ya NBC tumekuwa tukishuhudia mara kadha wa kadha timu kubwa zinazokutana na timu ndogo. Timu ndogo zinaamua kucheza low block formation ili kuweza kumnyima mpinzani nafasi za kumshambulia. Kwa hapo unaweza kanielewa vizuri namna gani hizi haya maneno matatu ama hizi mbinu zinatumika katika muktadha wa soka. Tunaposema low block na mid block, wewe katika maisha yako unaweza kaitumia mbinu hii kwa kuweza kuyabana matumizi yako ya fedha. Sasa unapokuwa umeapply mid block kama low block, inakuwa ni rahisi kwa sababu inabidi hapa uwe na nidhamu kubwa sana, uwe na uvumilivu mkubwa sana wa kujinyima. Na katika uchumi ndio mwingine tunakwambia ubahili ni siri ya mafanikio kufikia utajiri. Kwa hiyo kwenye low block na mid block katika maisha ya kila siku tunakuasa wewe uwe na mpango mkakati mkali wa kuweza kupunguza na kuyabana matumizi katika namna ambayo itakusaidia kutimiza malengo yako ya kifedha. Itasikia hatua utaamua kupiga counter attack. Yaani kutumia counter attack football katika maisha yetu ya kila siku ni yale mashambulizi ambayo unayafanya kwa kushtukiza. Sasa baada ya kuwa umejiwekea mipango mikakati kwa muda mrefu, umejiwekea akiba, unaamua sasa kufanya yale mashambulizi ya kasi, ya haraka na yenye mpango mkakati madhubuti zaidi. Sasa mimi kama kocha wako Pendo kutoka NBC Bank na kuasa na kuambia kwamba NBC inakupa suluhisho la kutumia ama inakuongoza ni namna gani ambayo utatumia low block, mid block na counter attack kwenye maisha ya kila siku. Ni rahisi tu kama una NBC kiganjani na wewe ni mwajiriwa.
ama mtumishi wa umma na mshahara wako unapitia NBC Bank, unaweza ukawa unapiga counter attack ama mashambulizi yale ya kushtukiza kwa kufanya application ama kuomba mkopo wa chap. Kutumia NBC kiganjani inakuwa ni rahisi wewe kuingia kwenye ile app, unaenda kwenye sehemu ambayo ni ya mikopo, unaweza kujihudumia na kupata mikopo ile ya haraka zaidi. Lakini pia kwa wale ambao watumia smartphone, unaweza kupiga nyota 150 nyota 55 reo, na baada ya hapo utaenda katika option ya kuchagua mkopo, apply ama vuta mkopo ule wa chap chap, ili uweze kupiga zile counter attack ama mashambulizi ya kushtukiza katika maisha ya kila siku, na hapo utakuwa umefanikiwa kutimiza malengo yako. Mimi ni kocha wako Pendo kutoka timu ya ushindi ya NBC Bank, Gabriel Hugo, ama ukipenda niite kiungo mchezeshaji ama box to box midfielder. Nipe ngumu nikupe nyepesi. Bye bye. Asante kwa hicho ambacho umetuandalia kocha Hugo Gabriel kutoka NBC, na bila shaka watazamaji wetu watakuwa wamefurahia, lakini pia kuelewa na kuelimika kwa misamiati ya kimichezo inalingana vipi na maisha halisi ya kibinadamu ama maisha halisi ya kifedha. Endelea kutazama kona ya NBC. Jina langu ni Zaina Mohamed, niko sambamba na Ibra Kasuga. Yes, ni kona ya NBC. Story nyingi sana ambazo zimeweza kuzungumzwa hapa. Kuna ambazo zitakuwa zinakukumbusha mbali na kuna mengine ambayo utakuwa unayajua kwa mara ya kwanza, lakini kubwa ni kuweza kupata elimu na kuoanisha mazingira kwa hiki ambacho tunakiishi hivi sasa, lakini pia kwa yale ambayo yaliweza kutokea nyuma. Kabla ya kutoka hapa, walau tupate neno moja moja kutoka kwa wakongwe, kwa sababu wameona nyakati zote. Maestro, walau kwa uchache tu, utalii na mpira, kitu gani cha ziada kifanyike kwa uchache tu ili viweze kuoana? Nadhani tutengeneze collaboration. Okay. Tukitengeneza collaboration ya wizara hizo ambazo nikwambia awali, lakini pamoja na hivyo bado ndani ya mpira wetu, ndani ya ligi kama ya NBC, Premier League, kwa sababu tuna ule trigger pale. Trigger tumtumie vizuri. We have something to do kuhusiana na trigger, ili kuhakikisha kwamba tunatengeneza alama, kwamba kuna alama ya utalii wa nchi. Tuoanishe ile trigger, tusimwache tu trigger wa emblem ya NBC, lakini pia tumuoanishe huyu trigger na utalii. Yes, Steven Nemes, wewe pia na story zako hapa, mlijikuta mnatangaza utalii bila vipeperushi. Kitu gani hasa ambacho ungependa kifanyike kwa hivi sasa ambacho unaamini kinaweza kikapushi zaidi utalii kwa kuoana kwa mpira miguu pamoja na utalii? Mimi sitoki mbali sana kama usema nani Ibrahim hapa. Unajua ni vizuri sasa hivi kwa sababu tuna utalii wetu sisi hapa. Naona na utalii mkubwa sana ni kama ile kama unasema kuna twiga, tembo, unaona. Kwa hiyo hivi vitu ni vizuri sana sasa hivi tuwe kama klabu zetu zinavyosafiri, basi kama unasema wizara zile, kwa sababu kuna wizara ya michezo na utalii zinakuwa kitu kimoja. Kwa hiyo tunaposafiri kwenda sehemu, basi zinatoa mtu mmoja mmoja, naona bwana, zinakwenda na wakifika kule pamoja na mambo mengine yote, naona bwana ziongezwe bali. Kama sasa hivi simona nani NBC twiga, kila mtu mpaka nje anajua kabisa Tanzania kuna ligi ya NBC, afenda kuna twiga. Yule nani unajua ndio utambulisho. Ndio utambulisho, yes. Bwana, hayo ni mengi zaidi ambayo umepata nafasi ya kuweza kuyasikia, lakini ukiwa unatutazama umeweza kumuona Steven Nemes, ulikuwa hujawahi kumuona, lakini una story zake. Lakini pia Ibrahim Masud Maestro ambaye bado anaendelea kukifanyia kazi kiwanda cha habari, naye pia tupo naye, lakini pia amewahi kuwa mchezaji, lakini pia amekuwa kiongozi wa mchezo wa mpira wa miguu. Mimi ni Ibrahim Kasuga kwa niaba ya mwenzangu Zaina Mohamed. Tukushukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja na sisi. Tukwambie tu next time tutakuwa tena hapa kwenye kona ya NBC. Tutakuwa tuna jambo gani? Kubwa zaidi ni kuendelea kuthaminisha vile vitu ambavyo tunavyo, kutengeneza thamani ya pesa, kuitumia, lakini pia bila kusahau kuendelea kuifuata zaidi. Bye bye kwa sasa.